mwendelezo mzuri kabisa wa kipindi kizuri kabisa Jipatie Maarifa, na tuko na mtumishi wa Mungu Apostle Hank Lawa. Atakueleza mambo mazuri kabisa kwa utukufu wa Mungu Baba. Naamini kabisa utajifunza na hautabaki kama ulivyo. Hivi maagano yanaweza kumfanya mtu asifanikiwe au abaki kwenye matatizo au abaki kwenye vifungo, na nini suluhisho? Karibu. Amen. Cha kwanza naomba nikwambie kitu kimoja. Maagano, uchawi. Naomba niunganishe hivi vitu kwa pamoja ili tupate concept nzuri. Tunapozungumza maagano na uchawi, ni vitu hai, vipo. Wala sio vitu vya kulabdisha. Ni vitu hai, vipo na vinatenda kazi kwenye maisha na vinaishi kwenye maisha ya watu. Na maagano au uchawi ni kitu hai kabisa, na kinaweza kufunga maisha ya mtu, kinaweza kuzuia baraka ya mtu, kinaweza kufuatilia maisha ya ukoo au maisha ya watu kutokea kizazi kimoja mpaka kizazi kingine, yani kutoka kizazi cha kwanza mpaka kizazi cha 4. Ile roho ya uchawi na maagano ikaendelea kufanya kazi na ikazuia kabisa watu wasifanikiwe, na ikazuia kabisa watu wasibarikiwe, ikazuia kabisa watu wasikae kwenye ndoa, ikazuia kabisa watu wasisome. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya roho ya maagano na uchawi ambayo ipo kwenye asili ya hiyo familia. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho sio cha kulabdisha, kipo na kinaishi, na mifano hai tunayo, hasa kwa jamii zetu za Kiafrika. Tunakumbwa sana na roho hizo za maagano na uchawi. Sasa hapo, mfano iwe kama ni mimi, kuna agano lilifanyika huko nyuma, au kuna uchawi ambao ulifanyika huko nyuma, na mimi ni kizazi pengine cha 4, naweza nikatoka vipi kwenye hilo agano, au naweza nikashinda vipi? Waweza kueleza? Njia ni rahisi sana. Njia ni rahisi sana. Naomba niseme kwa haraka kwa kuokoa muda. Njia ya kwanza, lazima kwanza umkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Pili, amua kuishi maisha ya kujidhabihu. Na Mungu atakusaidia, utatoka kabisa kwenye hayo maagano. Lakini jambo la tatu, lazima ujue aina ya agano lililofanyika kwenye ukoo au kwenye familia baada ya kuokoka, au aina ya vifungo ambavyo vipo kwenye ukoo au kwenye familia baada ya kuokoka na kumpata Kristo. Halafu uvunje hivyo vifungo. Unavunjaje? Uvipasue hivyo vifungo vikuachie. Nitakupa mfano kwenye kile kitabu cha Waamuzi. Mungu anamwambia Gideoni, wakati anamuita Gideoni, kwanza wakati Gideoni yupo kwa baba yake, kwa mzee Tera, kwa baba yake Gideoni, sio mzee Tera, kwa baba yake Gideoni. Baba yake Gideoni alikuwa ni na madhabahu, maana yake alikuwa ni mganga. Gideoni yuko pale. Biblia anasema wakati malaika wa Mungu anamtokea Gideoni, anamwambia inuka, shujaa. Gideoni anasema kwa malaika, yawezekanaje mimi kuwa shujaa halafu watu wa jamii kwetu na sisi tunaishi maisha ya namna hii? Yawezekanaje sisi tukawa ni mashujaa? Biblia anasema Mungu akaanza kutoa maelekezo kwa habari ya Gideoni kwamba haya mazingira unayoyaona sio ya kwenu, lakini kwa sababu ya asili ya madhabahu iliyokaa kwenu, ndiyo madhabahu inayowashikilia na kuwaweka hapa. Mungu akaanza kumpa maelekezo Gideoni ya kuvunja madhabahu ya baba yake El-Baal. Alipovunja ile madhabahu ya baba yake kwa kuachilia sadaka pale, Mungu akamuinua, akarejesha zile nguvu zilizokuwa zimefishwa, akarejesha kwa upya. Na Gideoni alipoinuka, Mungu wa Gideoni akainuka na akamtetea sana. Baada hapo akabadilisha upepo. Jambo la pili, unawezaje kuiacha madhabahu? Wakati Mungu anamuita Ibrahim kutaka kumbariki, aliona mahali yupo kwa baba yake, kwa mzee Tera, ni mahali ambapo kuna madhabahu. Mungu wetu anasema yeye ni nuru, wala nuru na giza haviwezi kuchangamana pamoja. Abraham yuko kwa baba yake, kwa mzee Tera, ambapo kuna madhabahu za giza. Mungu anamwambia Gideoni, anamwambia Abraham, ondoka hapo, nenda mpaka mahali nitakapokuambia ili mimi nipate kukubariki. Lakini anampa maelekezo ya kuondoka. Anamwambia ondoka wewe na nyumba yako. Akaondoka pale. Baada ya kuondoka, Mungu sasa huko aliko